Majaliwa wakasema kwamba umeme huu utakapokuja kuwa tayari utauzwa chini ya shilingi 50 kwa unit. Lakini ikaonekana umeme wenyewe tukiwa tunauziana kwa bei ndogo hivyo ambayo ilikadiriwa karibu kila Mtanzania atakuwa nao, na utakuwa unauzwa kwa shilingi 50, chini ya 50 kwa unit, ambayo bwawa limekamilika. Hata kama haijakamilika wanajua wenyewe, lakini mkataba ulikuwa likamilike sio 2020 ngapi, 22 sio. Ilikuwa ikamilike 2022 mwezi wa 6. Alisingekamilika kwa muda huo, ilitakiwa mkandarasi awe analipia gharama zote za ziada kutoka bei ya umeme tuliyotakiwa tunanunua. Manake sisi tungeanza kununua umeme unit moja chini ya shilingi 50 2022. Hiyo amekamilisha mkandarasi, hajakamilisha, haitakiwa ingie kwenye gharama hizo na compensation zingine na gharama zingine za kulipa mamlaka kwa sababu ya hasara zingine ambazo zingetokea. Umeme umekamilika hujakamilika, ila wewe unit moja unanunua kwa hela ile ile, vimeongezeka na vingine humo unalipa. Huna cha kusema, hatuna cha kufanya, na Mungu naye yuko kimya. Wasema umeme tutakapokuwa tunanunua hivyo chini ya shilingi 50, pia tutakuwa tunauza nje. Tukiwa tuko kwenye muda ambao bwawa la Mwalimu Nyerere itakiwa leo imekamilika miaka 2 nyuma, na unasikia umeme tutanunua nje. Unasikia tunataka kununua umeme Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kanda ya kaskazini. Aya, njooni tufafanue sasa kwa nini. Sema umeme kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere sijui ni mbali. Kutoka Ethiopia. Ethiopia ni jirani. Kwa hiyo kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere ni mbali, hapa katikati umeme unapotea mwingi, ila kutoka Ethiopia ni jirani. Sasa watu baadaye wakahoji, Ethiopia kilomita 1600 na mpaka huko, hapa kilomita 600 na wapi mbali? Jibu inatoka jepesi tu, jepesi tu. Kuna anayejibu umtansema tunachukulia Namanga. Kwani mkichukulia Namanga umetoka wapi? Ukitoka Namanga, kwani mkichukulia Namanga Kenya umetoka wapi? God have mercy upon us. Wenyewe kutoka Ethiopia hapa katikati ya upotei, ila wa kutoka Rufiji hapa wenyewe kwenda kufika pale Moshi kilomita 400-500 unapotea njia. Kilomita 1600 haupotei njia. God have mercy upon us. Kuna maelezo ambayo husema Gwajima mara kadhaa. Sema hii gesi tunayonunua kwenye mitungi sio gesi ya Mtwara wala ya Tanzania. Inatoka Misri, inatoka Iran. Ndio inakuja kwenye mitungi hiyo. Hii mitungi ya gesi. Sisi tuna gesi nyingi ambayo ile iliyogunduliwa tu. Kila Mtanzania akifungiwa inaweza ikatumika zaidi ya miaka 100. Ile iliyogunduliwa, ile iliyoko pale inaweza ikatumika zaidi ya miaka 100. Ukisikia aliye nacho atazidishiwa, basi watu fulani walio Mikocheni kule, sehemu zenye za matajiri, Gwajima anasema ni jimbo lake, alifight kila mmoja aingiziwe kama ndivyoingiziwa maji. Wameingiziwa hiyo gesi, kila mtu ulipe 5,000 kwa mwezi. Mmoja anasema huku Mbeya utapotea njiani. Sio Mbeya tu, hata kufika Ubungo utapotea njiani, kwa sababu baadhi sehemu ya walioko toka pale Kawe kwanza Mwenge kuja huku haipo hiyo gesi. Swala ni kwamba imepita pale Ubungo, pale Tabata, umo, ila moto umo ikiunganisha kwa watu itapotea njiani. Nenda kule watu wanalipa 5,000 kwa mwezi kwa kupika kwa aina yoyote. Alafu sisi tunanunua gesi inatoka Misri, inatoka Iran. Huyo Mungu amenyamaza, hawezi kufanya lolote. Mafuta wakisema wayatafiti waangalie mbali ni yamo. Zanzibar kule shai kuyaona asili. Sawa sana. Tunanunua natoka Uarabuni. Chuma kiko Rudewa huko, Iganga na Mchuchuma.
chuma, anajisemeaga Gwajima wa watu, na mawe ya kuyeyushia chuma. Yaani upande mmoja ni chuma, mlima mwingine ni makaa ya mawe ya kuyeyushia chuma. Yaani mnamaliza kila kitu pale pale. Tuna miaka yote hii tunanunua mangarangata yanatoka China. Mwisho wa siku unajikuta wewe kigali ambacho ungekuna kinunua kwa 500,000, milioni 2, milioni 5, unakinunua kwa milioni 100 ngapi? Mwisho wa siku ndio maana tunapishana tu na vibajaji humu, tafikiri tumegoma. God have mercy upon us. Mshukuru sana aliye wanyima hamna akili nyingi. Yaani hiyo ndio raha yenu, mnaishi utafikiri punda. Yaani utafikiri nyumbu, nyie mkila nyasi mkanywa maji, ni kujamba tu na kunya umelala. Mshukuru Mungu sana msio na akili nyingi.